Unapozungumzia mchango wa uhuru wa vyombo vya habari katika kuimarisha demokrasia, ni muhimu sana kwa sababu cha kwanza tunaona ni jambo ambalo litashamirisha demokrasia. Watu watapata wasaa wa kutoa maoni yao bila uoga, na vyombo vya habari vitakuwa kwenye nafasi nzuri ya kuripoti pasipo kuogopa kufungiwa, pasipo kuhofia hatari ambayo inaweza ikawakuta. Kwa mfano kama waandishi kupata madhara kama ya kupigwa, tunakumbuka kina Absalom Kibanda. Kwa hiyo kwa namna ambavyo chombo cha habari kikijiamini ya kwamba kipo huru, uwezo mkubwa wa kushamirisha demokrasia ni mkubwa sana. Na ndio maana tunaona kuna umuhimu sana vyombo vya habari vikawa huru na kujiachia kwa kufuata sheria za nchi. Ni changamoto zipi wanahabari hukumbana nazo wanaporipoti masuala ya kisiasa au uchaguzi? Moja kati ya changamoto kwa wanahabari ni kujikuta matatani bila kutarajia. Kwa mfano pale East Africa Radio, mwanahabari mwenzetu kwenye sekeseke juzi la kisiasa alijikuta naye amekamatwa, lakini alipouliza waliomkamata wakasema pole, ajali kazini. Kwa unakuta kuna changamoto kama hiyo. Lakini vile vile kuna hata tishio la kifo. Nakumbuka mwanahabari wa Channel 10 ambaye picha ilienea mitandaoni, alionekana amepigwa kwa kutumia silaha ya bomu ya machozi tumboni. Ni Daudi Mwangosi, na kupoteza maisha. Kuna hiyo hatari ya kifo. Lakini kuna vitu kama vitisho, hususan pale ambapo wanahabari wanajaribu kubalansi mambo, kuzungumza na wapinzani, vyama vikuu vya upinzani, wanaonekana kama labda wapo upinzani. Kwa hiyo kuna hatari ya matishio namna hiyo. Na tunaposema habari huru ni nguzo ya demokrasia, kwa vitendo maana yake ni nini? Habari huru ni nguzo ya demokrasia. Tafsiri yake kubwa ni kwamba inatoa uwanda mpana wa kuelezea yanayojiri katika nchi kwa upana. Inatoa uwanda wa watu kujadili, kuwa huru kujadili kwa kujiachia, watu kutoa mitazamo yao. Kwa mfano ripoti za CAG zinapotoka, watu kuzungumza kile ambacho wanakiamini, kama kodi zao zinapotea. Unakuta hiyo ni nguzo ya demokrasia, kwa sababu moja wapo kati ya nguzo ya demokrasia ni uwazi. Uwazi maana yake ni kwamba watu waambiwe mapato na matumizi ya serikali za vijiji, mitaa, vitongoji, serikali kuu yanatumika vipi, wabadhirifu wanatumikishwa vipi, uwajibikaji wa madiwani, wabunge, hata rais, kero ambazo watu wanakumbana nazo za barabara, afya, elimu. Sasa hii ni nguzo ya demokrasia, kwa maana kwamba inapokuwa huru unakwenda kuzungumza na wananchi ambao wataonyesha uhalisia wa nini ambacho kinawakuta katika mazingira yao, nini ambacho wanahitaji viongozi wao wafanye, wale ambao wamewaweka madarakani. Kwa hiyo hapo unakuta uhuru wa vyombo vya habari ni nguzo kubwa sana katika demokrasia, katika kuhakikisha kwamba nchi inaendelea. Je, sheria za nchi zinasaidia au zinakandamiza juhudi za wanahabari katika kuzungumzia haki za binadamu? Sheria za nchi katika kusaidia ama kukandamiza zinaning'inia niseme. Kwa sababu bado kuna baadhi ya sheria ambazo waandishi wa habari tunahitaji zifanyiwe reform vya kutosha. Kwa mfano sheria za usalama wa taifa, kuna baadhi ya nyaraka tupaswi kukutwa nazo. Magereza, kwenda magerezani
kufanya vipindi magerezani, hata kupiga picha gerezani ni shida. Lakini tunaona Kenya wanafanya hivyo magerezani, Uganda wanafanya hivyo magerezani, Rwanda wanafanya vipindi magerezani. Huko kuna maeneo ambayo tunaweza tukaenda tukaibua yanayowasibu haki za binadamu kule magerezani, wanaishi vipi. Kuna watu waliokosa mawakili, kuna watu waliokosa faini ndogo tu wanajezana mule magerezani. Kuna sheria kama hizo ambazo zinatuzuia waandishi wa habari kwenda kukava na kujaribu kupata haki za binadamu. Kuna vitu vingine ukivifuatilia mpaka jamii na kuuliza, mtu anakutania mtandaoni na kuuliza una mwanasheria wako. Kwa hiyo jamii yenyewe inaona kabisa unachokwenda kukifanya kama mwanahabari ni kitu ambacho kinaweza kikahatarisha usalama wako. Kwa hiyo hizi sheria ni kama zinataka kutulinda, alafu saa nyingine ni kama haziko specific kwamba zinatuhakikishia usalama mara baada ya kutoa labda ripoti, labda uchunguzi. Tulikuwa na mwanahabari Jerry Muro alitoa ripoti ya uchunguzi labda kuhusiana na rushwa barabarani. Tuliona sekeseke lilomkuta, tukaona mara kakutwa na pingu, tuliona mambo kibao ambao alimkuta Jerry Muro mwanahabari. Tuna investigative journalists ambao wamekumbana na masekeseke kutokana tu na kutoa taarifa fulani. Lakini kuna waandishi ambao walisifiwa. Kwa mfano gazeti la Jamhuri mara baada ya kutoa mchoro jinsi ambavyo mafuta yanaibiwa bandarini, tunakumbuka awamu ya 5 serikali ya Magufuli, walisema kupitia lile gazeti wakaanza kufanya ufuatiliaji na kugundua kweli kuna upotevu. Kwa hiyo ni sheria ambazo zinatakiwa bado ziwekwe sawa. Kwa kiasi kifupi kidogo inatubeba waandishi wa habari, kwa kiasi kikubwa hatujiamini. Wananchi wanapaswa kuwa na nafasi gani katika kusaidia uhuru wa habari na kutetea haki za wote? Wananchi wanapaswa kupewa nafasi ya kutoa maoni yao juu ya yale ambayo yanawasibu, kutumia uhuru wao wa kikatiba ibara ya 18, kuzungumza uhalisia wa kile wanachokumbana nacho, kwa sababu wananchi ndio wapo ground. Unapozungumza na wanasiasa na kuambia sisi tunatoka huku tunakwenda kwa wananchi ground, kwa sababu wananchi kule chini ndio ambao wanafahamu kinachoendelea. Kwa nafasi ya wananchi ni kubwa sana, kuzungumzia kero zao, kutoa mitazamo yao, maoni kuhusu masuala mbalimbali yanayowakumba kuanzia kule chini kuja mpaka kwa viongozi wa juu, kwa sababu unapozungumzia wanasiasa ni watu ambao huwa wanakwenda kwa hao wananchi wanaowaita wananchi wa kawaida kwenda kuwaomba kura. Kwa nafasi yao ni kubwa sana, sauti zao kupaishwa na kusikika. Tuliziona sauti za wananchi kwa mfano kupitia mitandao ya kijamii mara baada ya serikali kuweka tozo ambayo ilionekana kuwa juu. Hizo sauti zilisababisha serikali ikajifikiria upya kuhusiana na zile tuzo. Tunakumbuka waziri mkuu akasema hizo kanuni ziangaliwe upya. Baadaye tozo zikashuka. Tunakumbuka hivyo. Kwa hiyo ni nafasi kubwa sana wananchi. Ni mifumo ipi bora ya kulinda wanahabari wanaporipoti kuhusu ukiukwaji wa haki? Moja kati ya mifumo cha kwanza ni kuwatambua wanahabari, kuhakikishia usalama. Mwanahabari akienda, kwa mfano kama juzi Kisutu kuna wanahabari walikamatwa, wakanyang'anywa simu zao. Unaona, hawakuwa treated kama wanahabari. Wakaanza kuogopa. Sasa ile hata mwanahabari akisikia kesho kuna kesi ya kwenda kuripoti Kisutu ataogopa. Lakini mwanahabari ni mtu ambaye kwanza anatakiwa tambulike. Tumefundishwa tunapofika katika maeneo, utambulisho wetu ni kuvaa jackets maalum za kuonyesha unatoka chombo fulani cha habari, na vyombo vya usalama vikutambue, vikuache ufanye kazi yako ya wanahabari, kwa sababu habari, vyombo vya habari, uandishi wa habari naamika kwamba ni nguzo ya 4 ya serikali baada ya bunge na mahakama na baraza la mawaziri. Kwa hiyo utaona kwa kiasi kikubwa tunahitaji kuhakikisha usalama, tunahitaji kuwa mbali na vitisho, tunahitaji kuwa huru tunaporipoti bila kuonyeshwa kitisho cha aina yoyote. Kwa sababu tulishawahi kupata kauli inasema msijione mpo huru sana. Kwa hiyo tunaporipoti ndani ya misingi ya kisheria tunahitaji kuhisi kabisa nimeandika hii habari kwa manufaa ya nchi yangu. Nikitoka hapa nina uwezo wa kutembea barabarani free kabisa. Shukrani sana. Kana majina yako, karibu sana. Asante sana. Naitwa
Utaniambia kama unataka. Tayari. Naitwa Neema Matias Misanga. Napenda nizungumzie uhuru wa vyombo vya habari kwetu sisi. Ni kwamba vyombo vya habari vinapaswa kuwa huru katika kutoa habari, lakini uhuru ule usitumike vibaya katika kuwasilisha taarifa. Kwa sababu mwisho wa siku vyombo vya habari vinapokuwa huru vinatoa ripoti zingine ambazo zinakuwa ni za kichochezi. Tutoe taarifa ambazo ni sahihi, ambazo zimedhibitika. Kwa sababu vyombo vya habari vikitumika vibaya pia vinaweza vikaleta machafuko, hasa kipindi hiki cha uchaguzi. Tunajua tuko kwenye kipindi cha uchaguzi, kwa hiyo kila mtu anataka kujua, kusikia habari kuhusiana na nani kasema nini, watu wanasema vipi. Sasa ule uhuru ule usitumike vibaya. Kwa hiyo mimi najua umuhimu wa vyombo vya habari, lakini kuwepo kwa vyombo vya habari pia usitumike sasa kama kichochezi. Kwa sababu sasa hivi ukisema neno lolote tu likaonekana lina kiashiria cha uvunjifu wa amani, kitaleta matatizo. Kwa hiyo sisi tunawaamini vyombo vya habari, lakini tunawaomba, kwa sababu wana uzoefu na wana experience na hiyo idara ya vyombo vya habari, basi waitumie ipasavyo, wasitumike kama kuchochea vitu ambavyo haviko sawa. Wananchi wana nafasi ipi katika kusaidia uhuru wa habari unaotetea haki za wote? Wananchi wana nafasi katika kutoa maoni na kutoa taarifa ambazo ni sahihi, na katika kusaidia, kwa sababu unaweza kukaa kuna changamoto mbalimbali katika jamii. Wananchi wanapaswa kuzungumza kama zipo, lakini ziwe zile ambazo ni za ukweli. Waongee ili kusaidia watu wengine kujua kama kuna vitu mbalimbali ambavyo si vizuri, vinatakiwa vichukuliwe hatua. Hata kwenye mamlaka zinazohusika pia ziweze kujua na kujua hiki kitu kweli kipo, kwa tukafanya utafiti vizuri tuweze kuvitoa, kukiweka sawa. Kwa hiyo wananchi wanaruhusiwa kutoa maoni katika vyombo vya habari. Asante. Asante sana. Kwa jina naitwa Dedan Wangwe. Ni mwanaharakati lakini mwanasheria pia na raia wa kawaida. Napaswa kuendelea? Niendelee? Or should I restart? Right. Kwa jina naitwa Dedan Wangwe. Ni mwanasheria lakini pia ni kijana mwanaharakati na mwanasiasa. Nikiwa kama raia wa kawaida, naweza nikitaka kuzungumzia mchango wa vyombo vya habari katika kuimarisha demokrasia nchini. Naweza nikasema hakuna chombo muhimu sana katika uimarishaji wa demokrasia nchini baada ya mihimili kama mahakama, bunge na serikali kama tasnia ya habari. Kwa ujumla, hiki ni chombo ambacho tunaweza tukasema kwamba ni muhimili ambao si rasmi, lakini ni muhimili ambao unasimama kuhakikisha mambo mengi ndani ya nchi yanakuwa sawa. Na tukizungumzia kwenye swala la demokrasia, miongoni mwa nguzo za demokrasia ikiwemo uhuru wa kutoa maoni, uhuru wa kutoa mawazo, kupata taarifa. Nafikiri tasnia ya habari inachukua nafasi kubwa kuhakikisha demokrasia kwa wananchi na hata katika utawala. Tumeona kwa hivi karibuni kwa mataifa mengi ikiwemo sisi Tanzania, hasa mataifa ya Afrika, kumekuwa na hali fulani ya kuzorota kwa demokrasia. Wanahabari wetu na vyombo vyetu vya habari vimekuwa vikijitahidi sana kuboresha mazingira, kuhakikisha kwamba maoni ya watu yanafika na yanafanyiwa kazi kwenye ngazi husika. Lakini kwa bahati mbaya tumeona tasnia ya habari ikikabiliwa na sheria kandamizi ambazo zinawazuia kufanya kazi ambayo wanapaswa kuifanya, kuhakikisha kwamba kama ni maoni, kama ni utekelezaji wa shughuli za kidemokrasia, kama ni vyama vya siasa, wananchi wenyewe kutoa maoni, lakini pia serikali kuwajibika kusimamia zile taratibu za kidemokrasia nchini. Kiukweli taratibu za kisheria
kanuni za uendeshaji wa shughuli hizi zimekuwa ni ngumu sana. Tumeona hata tasnia ya habari ikizorota kwa namna gani. Tumeona taarifa nyingi za kiuchunguzi zimekuwa zikipungua kadiri miaka inavyozidi kwenda. Zimekuwa leo hii vyombo vya habari vinalazimika kutokana na taratibu na sheria zilizopo zinazowafunga mikono, inapelekea sasa vyombo vya habari havitafuti taarifa zinazotoka kwetu sisi raia, lakini zinatafuta taarifa zinazotoka kwenye watawala, kwenye mamlaka kuja kwetu. Tumezoea miaka ya nyuma au miaka ya zamani tulikuwa tukiona vyombo vya habari vikipambana kutafuta taarifa mbalimbali za uchunguzi, kutatua kero za wananchi kwa kwenda kuwahoji mahitaji yao. Kwa hiyo utawala umekuwa ukitazama vyombo vya habari kujua wapi pana shida, ni mahala gani wanahitaji nini, kwa wakati gani, na wao wanaingia kuwajibika kufanya hivyo. Lakini wakati wa sasa imekuwa ni tofauti. Sasa wananchi ndio wanatumia vyombo vya habari kujua serikali imefanya nini au wanataka kufanya nini. Kwa hiyo kutokana na sheria tulizonazo, kiukweli tasnia ya habari imekuwa ikifungwa mikono sana. Na hii imepelekea sana hali ya demokrasia kuzorota, kwa sababu kama watu hawana uhuru wa kuwasilisha maoni yao, lakini kama wanahabari pia hawana uwezo na nguvu ya kuwasilisha na kuchapisha habari ambazo zikachochea ukuaji wa demokrasia, kiukweli ni kama tunaifunga demokrasia mikono pale tunapokuwa tunawanyima uhuru na uwezo wa kuwasilisha na kutoa taarifa ambazo ni za haki na za usawa kwa hawa wanahabari. Asante. Tukiwa katika msimu huu wa tunasherehekea ama tunaadhimisha uhuru wa vyombo vya habari duniani. Karibu sana. Karibu sana. Asante. Unaweza kurudia? Yeah, okay. Tunaposema habari ni habari huru, ni nguzo ya demokrasia kwa vitendo. Maana yake ni tunavyosema habari huru katika vitendo ni basi tunauzungumziaje tunapoadhimisha uhuru wa vyombo vya habari katika nchi yetu Tanzania? Kama mwananchi unapotazama uhuru upo ama haupo, au nini kiongezwa ama kipunguzwa? Karibu. Uhuru upo kwa sababu katika vyombo vya habari kuna uhuru pale mwananchi akienda kutoa labda taarifa za habari, inatakiwa atoe habari ambayo ina ukweli ndani yake, na sio kutoa habari ambayo hazina ukweli ndani yake, ili kuweza kuhamasisha wananchi watakaotazama habari hiyo katika jamii. Okay. Na wananchi wanapaswa kuwa nafasi gani katika kusaidia uhuru wa habari unaotetea haki za wote? Nafasi ya wananchi. Nafasi ya wananchi. Katika nafasi za wananchi, mwananchi anatakiwa kutoa taarifa au habari ambayo ni sahihi katika vyombo vya jamii, ili kusaidia jamii kujua ile habari ina ukweli ndani yake au haina ukweli ndani yake. Faidha Ramadhani Sadiki. Nimetokea chuo cha ustawi. Institute of Social Work kipo Mwenge.